إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna muumini atakayefanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini pia katika maisha yake ya dunia ya akhera, isipokuwa yule atakayejipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo. Pale Muislamu anapofahamu ya kwamba jambo hili ni ibada, jambo hili ni toaa, jambo hili ni maamrisho, na akawa ni mwenye kulitekeleza jambo hilo, huyu anatengeneza mazingira ya kufanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini pia katika maisha yake ya akhera. Lakini vile vile Muislamu anapofahamu ya kwamba jambo hili ni haram, jambo hili ni makatazo, jambo hili limekatazwa na dini, akajiweka nalo mbali, huyu pia anajitengenezea mazingira ya kufaulu katika maisha yake ya duniani, lakini pia maisha yake ya kesho akhera. Kwa ndugu zangu katika imani, kila mmoja katika sisi ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi ajitengenezee maisha yake ya hapa duniani, vile vile ajitengenezee maisha yake ya kesho akhera. Khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema kaifa nastaqbilu shahra Ramadan. Vipi tumejiandaa kuupokea mwezi wa Ramadhan? Muislamu umejiandaje kuupokea mwezi wa Ramadhan? Ni maandalizi gani ambayo umeyafanya kwa ajili ya kuupokea mwezi wa Ramadhan? Kwa maana ya kwamba kila mmoja katika sisi
anatakiwa awe ana maandalizi ya kupokea mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mgeni. Huyu mgeni umemfanyia maandalizi gani ya namna ya kumpokea? Ahibatu fillah, famin fadli llahi subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, juu ya waja wake, juu ya Waislamu, an ja'ala lahum mawasima, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia Waislamu misimu, amewawekea Waislamu misimu litaati. Misimu hiyo ni kwa ajili ya taa, misimu hiyo ni kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, misimu hiyo ni kwa ajili ya ibada. Yastakthiruna fiha min al-a'mali as-salihah, wanakithirisha Waislamu ndani ya misimu hiyo, wanakithirisha kufanya ibada, wanakithirisha kheri. Wayatanafasuna fiha, na ndani ya misimu hiyo wanashindana katika kuyafanya yale ambayo fima yuqarribuhum ila rabbihim, kuyafanya mambo ambayo yatawaweka wao karibu na Mola wao. Wakati wa misimu ya kheri, Waislamu wanatakiwa kupambana, Waislamu wanatakiwa kushindana katika ibadati mbalimbali, katika kuyafanya yaliyokuwa mazuri. Wasahidu man ightanama tilka almawasim, na mtu mwema na mtu mtukufu ni yule ambaye ataipatia faida misimu hiyo. Misimu ya kheri huwa ni mingi, na wakati mwingine inakuja mpaka inapita mtu hajaupatia faida msimu. Ndugu zangu katika imani, mtu mwenye akili timamu, mtu mwenye akili salama ni yule ambaye hapitwi na misimu ya kheri, haachi misimu ya kheri ikampita, isipokuwa anaipatia faida misimu hiyo. Wa min tilka almawasim shahru Ramadan, na miongoni mwa misimu ya kheri ambayo Muislamu hatakiwi kupitwa na misimu hiyo, isipokuwa amejitahidi kufanya yaliyokuwa mema, isipokuwa amejitahidi kufanya kheri, isipokuwa anajitahidi katika ibada, ni msimu wa mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani ni msimu wa kuchuma. Mwezi wa Ramadhani ni msimu wa kufanya ibada. Mwezi wa Ramadhani ni msimu wa kuitafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu, msimu wowote unapokuja lazima ufanyie maandalizi. Kabla haujafika uwe una maandalizi. Na katika kuipokea Ramadhani watu wanatofautiana katika maandalizi. Kuna ambao wanaiandaa Ramadhani, utakuta mtu ameandaa karata, anakwenda kununua karata kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani unaweza ukakuta mtu amenunua bao kwa ajili ya kucheza mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani kuna ambao wanaandaa timu ya mpira katika mwezi wa Ramadhani, Ramadan Cup. Kuna baadhi ya Waislamu ambao wanaandaa mambo hayo. Mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu katika imani, si kwa ajili ya kuandaa timu za mpira, si kwa ajili ya kuandaa Ramadan Cup. Mwezi wa Ramadhani ni kwa ajili ya ibada. Muislamu anatakiwa ajue hivyo. Kuna baadhi ya mambo ambayo huwa yanaletwa kwa ajili ya kuwatoa Waislamu katika lengo. Miezi 11 yote, kama ni kuangalia mpira umeangalia, kama ni kucheza mpira umecheza, lakini wanahitaji wa kuwekea, na mpaka katika mwezi wa Ramadhani wa kuwekea mambo ya mpira. Na Waislamu wengi wamekuwa ni walevi wa mipira.
Waislamu wengi wamekuwa ni walevi wa mipira. Mpira unavyotajwa, anautaja mpira zaidi kuliko anavyomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapokutana Waislamu wawili watatu, wataongea habari ya mpira. Wakikutana watu wawili, wataongea habari ya mpira. Hawaongei habari ya dini. Hawaongei kunako na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawaongei kunako na fadhila ya kufanya ibadati mbalimbali. Wanaongea kunako na mpira. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani, endapo zitawekwa timu za mpira ndani ya mwezi wa Ramadhani, Waislamu wataikimbia mpaka misikiti. Watu wamekuwa ni walevi wa mipira. Wakati mwingine mpaka na maimamu vile vile wanapanga kabisa na waumini kwamba leo kutakuwa na mpira saa fulani. Unaonaje tukaiwahisha swala ya Isha, tukaiswali mapema ili tuweze kuwahi kuangalia mpira? Kama ni swala ya tarawehe, unaonaje tukaiwahisha kuiswali swala ya tarawehe ili tuwahi mpira? Muislamu yuko ndani ya swala, anawaza kunako na mpira. Tuzao katika imani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Mwezi wa Ramadhani si kwa ajili ya kuandaa timu za mpira. Mwezi wa Ramadhani si kwa ajili ya kucheza mpira. Mwezi wa Ramadhani ni kwa ajili ya ibada. Ifikie mahala kutokana na ibada ambayo unaifanya, ufikie lengo la kuwa wewe ni mcha Mungu. Allah Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mmeamini, mmefaradhishiwa juu yenu funga, mmelazimishwa kufunga kama ilivyolazimishwa funga kwa wale waliokuwa kabla yenu, kama ilivyofaradhishwa funga kwa wale waliokuwa kabla yenu. Lengo na shabaha ni nini? La'allakum tattaqun, ili muweze kuwa ni wacha Mungu. Kwa ndugu zangu katika imani, katika maandalizi ya kuipokea Ramadhani, kuna ambao wanaandaa vyakula. Mtu anasema naandaa chakula ili niweze kupata futari, naandaa chakula ili niweze kupata daku. Lakini makusudio ya hutuba yetu ni maandalizi ya kiroho ya namna utakavyokuja kufanya ibada utakapofika mwezi wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani Muislamu anatakiwa afanye maandalizi ya kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa kuzingatia mambo mengi. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa Muislamu yafanye katika kuupokea mwezi wa Ramadhani ni ad-du'a. Muislamu anatakiwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a bi an yuballighahu Ramadan, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akufikisha katika mwezi wa Ramadhani ukiwa una afya, ukiwa ni mzima, ukiwa na nguvu ya kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Waislamu wangapi ambao tulikuwa nao mwaka jana, lakini hivi leo hatuko nao, wameondoka. Jamaa zetu wa karibu, ndugu zetu, baba zetu, mama zetu, dada zetu, tulikuwa nao katika mwezi wa Ramadhani uliopita, tumefuturu nao, tumekula nao daku, lakini ndani ya mpaka imefikia Shaabani hii, wao hawako katika dunia hii, wamefariki na wameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ambaye bado uko hai, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufikishe katika mwezi wa Ramadhani ukiwa na nguvu kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio ilikuwa ni tabia ya waja wema waliotangulia. Wao walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kana as-salafu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala 6 ashhuri an yuballighahum Ramadan. Waja wema masalafi walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikisha katika mwezi wa Ramadhani. Wanatumia muda wa miezi 6 wanambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kuwafikisha katika mwezi wa Ramadhani. Wewe Muislamu umetumia muda gani kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akufikisha katika mwezi wa Ramadhani? Umetumia muda gani? Kama bado haujamuomba Allah subhanahu wa ta'ala
akufikisha katika mwezi wa Ramadhani, itumie fursa hii kuanzia leo, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufikisha katika mwezi wa Ramadhani. Ya Allah, naomba unifikishe katika mwezi wa Ramadhani nikiwa na salama, nikiwa na afya, nikiwa na nguvu ya kuweza kukuabudu wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wayad'unahu, kisha baada ya kumalizika Ramadhani wanaanza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala 6 ashhuri, wanamuomba kwa muda wa miezi 6, ayataqabbala minhum, awakubalie ibada zao walizozifanya katika mwezi wa Ramadhani. Kwa miezi 12 yote wanakumbuka kitu kinachoitwa mwezi wa Ramadhani. Lakini leo Muislamu anapofunga hakumbuki hata alifunga siku ngapi, hakumbuki. Lakini waja wema walikuwa wanakaa wanambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nikubalie funga zangu, Allah nikubalie ibada zangu nilizozifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wanambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kuwapokelea na kuwakubalia ibada zao. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa matendo ambayo ni muhimu kuyafanya kabla ya kufika mwezi wa Ramadhani ni an yasta'idda almuslimu bil a'mali salihah, ni muislamu aanze kujiandaa kwa kuyafanya matendo mema. Anza kujiandaa kwa kuyafanya yaliyokuwa mazuri, kwa kufanya ibadati mbalimbali fi Shaabana, katika mwezi wa Shaabani kama hivi, istiqbalan li Ramadhan, kwa ajili ya kuupokea mwezi wa Ramadhani. Wa min tilka al-a'mali, na miongoni mwa matendo hayo mema ambayo Muislamu anatakiwa kuanza kujiandaa nayo kwa ajili ya kuupokea mwezi wa Ramadhani ni qira'atul Qur'anil Karim, ni kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anza kuisoma Qur'ani kuanzia sasa hivi. Masalafi, waja wema waliotangulia, wao walikuwa unapoingia mwezi wa Shaaban wanaiangukia misahafu kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na walikuwa wanauita mwezi wa Shaabani ni shahrul qurra'i, ni mwezi wa wasomaji wa Qur'an. Yule ambaye ni msomaji wa Qur'an, mwezi wa Shaabani ndiyo mwezi wake, anaanza kuisoma Qur'ani kabla ya kufika mwezi wa Ramadhani. Tena baadhi yao walikuwa wanafunga kazi zao, wanasimamisha biashara zao, wanafunga maduka yao, wanatafuta nafasi kwa ajili ya kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala unapofika mwezi wa Shaabani kama hivi. Ndugu zangu katika imani, wal iktharu min as-siyami, na ndani ya mwezi wa Shaaban Muislamu anatakiwa kukithirisha kufunga. Wa hadha huwa hadiyu nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na huo ndio mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kufunga katika mwezi wa Shaaban. Aisha radhiyallahu anha anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru, alikuwa anafunga mpaka tunasema hatofungua tena, funga za sunna. Wa yuftiru hatta naqula la yasum, na alikuwa wakati mwingine anafungua, hafungi funga za sunna mpaka tunasema huyu hatofunga tena. Bi Aisha akasema, wama raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrin illa Ramadhan, sijawahi kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam amekamilisha funga ya kufunga mwezi mzima illa Ramadhan, isipokuwa mwezi wa Ramadhan. Wama raaituhu akthara siyaman minhu fi Shaaban, na sijawahi kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga sana funga ya sunna kama anavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Kwa mwezi wa Shaaban huu ambao tunao ni mwezi wa funga, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anafunga sana. Waislamu wa leo badala ya kufunga utakuta wanafanya mambo
ambayo hajaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndio wanayang'ang'ania, lakini yale aliyoyafanya Mtume wao wanakaa nayo mbali. Miongoni mwa matendo, miongoni mwa ibada ambazo Waislamu tunatakiwa kuzifanya sana ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni kufunga, kama alivyokuwa akifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usama radiyallahu anhu anasema, qultu ya Rasulullah, sema siku moja nilimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume wa Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Shaabana, sijawahi kukuona nafunga funga ya sunna kwa wingi kama unavyofunga katika mwezi wa Shaabani. Hikma yake ni nini? Sababu yake ni nini ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, dhalika shahrun, mwezi, anamwambia huo ni mwezi ambao, dhalika shahrun baina Rajab wa Ramadhan, huo ni mwezi ambao uko katikati ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Rajab ni miongoni mwa miezi mitukufu ambao Waislamu wanafanya ibadati mbalimbali. Wanapomaliza mwezi wa Rajab, wanaanza kuufikiria mwezi wa Ramadhan, wanausahau mwezi wa Shaaban. Kwa Mtume akasema mwezi huo yaghfulu nnasu anhu, watu wengi wanaghafilika na mwezi huo. Na ni kweli watu wengi wanaghafilika na mwezi wa Shaaban. Leo unaweza ukakuta watu ambao wanafunga Shaabani ni watu wachache mno. Watu wengi wameghafilika na mwezi huo. Hii ni hikma ya kwanza, hii ni sababu ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa anafunga masiku mengi katika mwezi wa Shaabani, ni kwa sababu watu wengi wanaghafilika na mwezi huo. Sababu ya pili, wa huwa shahrun yurfa'u fihi al-a'malu, ni mwezi ambao matendo ya waja yananyanyuliwa ila rabbil alamin, kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun, napenda matendo yangu yanyanyuliwe yapelekwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mimi nikiwa nimefunga. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza sababu kuu mbili za kuufunga mwezi wa Shaaban. Sababu ya kwanza ni mwezi ambao Waislamu wengi wanaghafilika nao. Sababu ya pili ni mwezi ambao matendo ya waja, ibada za waja zinanyanyuliwa na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Rajab rahimahullah, Ibn Rajab anasema, anna siyamahu katamrin ala siyami Ramadhan. Ibn Rajab anasema, anna siyamahu, hakika kufunga mwezi wa Shaaban, katamrina ala siyami Ramadhan, hiyo inakuwa ni kama vile zoezi ya kufunga kwa ajili ya kuja kuifunga Ramadhani, lialla yadkhula fi sawmi Ramadhana, ili asije akaingia katika funga ya mwezi wa Ramadhani ala mashaqqatin, akapata shida, akapata uzito katika kufunga mwezi wa Ramadhani. Kuna watu wanatesekanga na mwezi wa Ramadhani. Kuna watu ambao wanapata shida inapoingia Ramadhani, ni kwa sababu hawana mazoezi ya kufunga. Bal qad tamarrana ala siyam, bal anatakiwa Muislam awe tayari amefanya tamrina, amefanya mazoezi ya kufunga, wa atadahu, na akaizoea funga, wa wajada bisiyami Shaabana, na akapata kutokana na kuifunga mwezi wa Shaaban, kabla ya Ramadhani, halawata siyami, akapata ladha ya funga. Fayadkhula fi siyami Ramadhan, ataingia katika kuifunga funga ya mwezi wa Ramadhan biquwwatin wa nashatin, akiwa ana nguvu na akiwa ni mchangamfu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari alishaanza kufunga mapema na ameshaizoea funga. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa matendo ya kufanya
ili iwe ni sababu ya wewe kuupokea mwezi wa Ramadhani ni kufanya ibadati kama hizi. Miongoni mwa ibada hizo ni kuufunga mwezi huu wa Shaaban kama alivyokuwa akifunga Mtume sallallahu alaihi wasallama. aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa namna nzuri ya kupokea mwezi wa Ramadhani ni at-taubatu sadiqa, ni Muislamu kutubia na kurejea kwa Allah, tena toba ya kweli, sio toba ya uongo, toba ya kweli. فعلى المسلم أن يستقبل شهر رمضان, ni juu ya kila Muislamu afanye maandalizi ya kupokea mwezi wa Ramadhani bitaubati sadiqa, kwa kutubia toba iliyokuwa ya kweli, wal azmi al akidi, na maazimio yenye nguvu kabisa, ala rujui ila Allah subhanahu wa ta'ala, ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi taubati falahun, lakini pia katika kutubia kuna kufaulu. Yeyote ambaye anahitaji kufaulu katika maisha yake ya duniani na akhira, ajipambe na sifa hii ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tattaqun, natubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote enyi waumini. Tena wanaoelekezwa hapa ni waumini, sio watu wenye makosa na madhambi. Waumini, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili muweze kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa kuifahamu aya hii, katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema, Abu Huraira anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, wallahi, namwapa Allah subhanahu wa ta'ala, inni la astaghfirullah, hakika mimi namuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilayhi, na natubia kwake yeye, fil yawmi, katika kila siku, akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelekeza ya kwamba yeye mwenyewe kwa kuifahamu aya hii ambayo inawaagiza na kuwaelekeza na kuwafundisha Waislamu waumini watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili waweze kufaulu. Mtume kwa kuifahamu aya hii, yeye alikuwa anatubia kila siku na anaomba msamaha kila siku zaidi ya mara 70. Katika hadithi nyingine anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuha nasu, enyi watu, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfiruhu, na muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, fa inni atubu fil yawmi, hakika mimi natubia na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala 100 marra, mara 100 katika kila siku. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye sisi tunatakiwa kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi vile vile tutubie na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara 70 au zaidi ya mara 70, mara 100 kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waislamu, kwa nini hatutaki kumuiga Mtume? Lakini Waislamu wanapoambiwa jambo ambalo hajalifanya Mtume, utawaona wanalikimbilia kwa wingi, lakini yale aliyoyafanya Mtume Waislamu wanayakwepa.
Miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya kabla ya kuingia kwa Ramadhani ni sisi kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Ramadhani itukute hali ya kuwa hatuna madhambi. Katika hutuba ya Ijumaa ijayo tutakuja kumalizia dalili zinazotuhimiza sisi tuweze kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile tutakuja kueleza athari ya maasiya, athari ya madhambi. Endapo Ramadhani itakukuta bado uko na madhambi, haujatubia, athari yake ni nini? Lakini vile vile tutakuja kueleza masharti ya tauba. Ili toba iitwe kwamba ni toba ya kweli, inatakiwa ikamilishe masharti. Masharti ya toba ni mangapi na ni yapi? Tutakuja kuyaona katika Ijumaa ijayo insha Allah. Ayuha almuslimun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa bariki ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.